kufanyika kughairika. Sasa leo mwenyekiti yuko hapa kuongea na Watanzania, kuongea na dunia inayotufuatilia hivi sasa kupitia New Waandishi. Mwenyekiti, karibu, uwanja ni wako, tuko live, tunatazama dunia nzima. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd, awali ya yote tumshukuru Allah tabaraka wa taala na rehma na amani zimfikie kipenzi chetu Nabiyullahi Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wasallam, bila kuwasahau masahaba zake watukufu radhiyallahu anhum ambao wamepigania dini ya Allah mpaka hivi leo ikatufikia kwetu. Mwenyezi Mungu awaridhie. Baada ya utangulizi huu wa kumhimidi Allah na kutaka sana na salamu zimfikie Nabiyullahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, chukue nafasi hii kabisa kuwashukuru waandishi wa habari ambao wamejitokeza kwa wingi kabisa kuja kuungana na taasisi yenu pendwa kabisa ya Ashabul Kahfi Islamic Center ambayo ipo katika nchi yetu hii ya Tanzania, katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, katika wilaya pendwa ya Temeke na katika kata yetu ya Yombo Vituka Malawi kwa Chaurembo. Leo tukiwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na tunajua katika mwezi mtukufu wa Ramadhani majambo ni mengi. Sasa tumewaita katika fadhila nzima ya mashindano ya Ashabul Kahfi Islamic Center ambayo yanatarajiwa kufanyika tarehe 21 ya mwezi wa pili 2026, yakasogezwa mbele. Kwa hiyo kuna mambo kama matatu tunatakiwa tuyaweke sawa. Kabla ya kwanza, nianze na utambulisho. Aliyoko kuliani kwangu ni mwakilishi kutoka Singida, kutoka taasisi ya Rajai Foundation ambayo ndiyo sponsor wakuu katika mashindano haya. Aliyoko kuliani kwangu ni mwakilishi kutoka katika mkoa wa Singida, kutokea taasisi ya Rajai Foundation ambayo kwa mwaka huu ndio watakuwa main sponsor wa mashindano yetu haya ya 11 ya mkoa wa Dar es Salaam. Anayefuata kuliani kwangu, huyu ndio katibu wa taasisi ya Ashabul Kahfi. Sijawataja majina, kila mmoja atajitambulisha kwa nafasi yake. Ndio katibu mtendaji wa taasisi nzima ya Ashabul Kahfi. Aliyoko kushotoni kwangu, huyu ndio mratibu kamati kuu ya mashindano, katibu na mratibu wa kamati kuu ya mashindano, lakini ndio mwenye kitengo cha tahfidhul Qur'ani cha madrasatu Ashabul Kahfi. Wa mwisho ni mwanaharakati, mdau, mkereketwa, mwanachama mwenyeji katika taasisi ya Ashabul Kahfi, naye atakuwa na uhamasishaji wa mashindano haya kwa siku hii ya leo. Kwa taarifu hiyo sasa, nadhani waandishi wa habari mmeona namna gani Ashabul Kahfi sasa imekamilika hapa katika eneo hili la Ilala, katika msikiti huu wa Taqwa, katika kujulisha nini kitakachosema. Kwanza nianze na nukta ya kwanza. Sisi ndio wenye mkoa, Ashabul Kahfi ndio wenye mkoa wao. Unajua Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan, yeye ndio mwenye nchi yake katika swala la kiserikali, lakini ukija katika swala la kidini, Samahatu Mufti Abubakar ibn Zubairi kwa Bwana, yeye ndio mwenye nchi yake. Hivyo hivyo ukija kimkoa katika serikali, Mheshimiwa Charamila ndio mwenye mkoa wake, na Mheshimiwa Alhaji Sheikh ambaye ni Sheikh wetu wa mkoa, Alhaji Alwalid ndio mwenye mkoa wake. Sasa ukija katika swala la mashindano ya Qur'an, Ashabul Kahfi Islamic Center ndio wenye mkoa wao. Kwa hiyo hata wote wanaofanya mashindano ya Qur'ani walioko katika mkoa, sisi ndio wenyeji wao. Mashindano ambayo alhamdulillah yamepita biaisha sururu, Mwenyezi Mungu amhifadhi, na yameenda vizuri alhamdulillah, yako ndani ya mkoa wa Dar es Salaam na ni mashindano ya kitaifa, sisi ndio wenyeji wao. Mashindano yatakayofanyika tarehe 1 ya Sheikh Nuruddin Kishki yatafanyika ndani ya mkoa wa Dar es Salaam, na sisi wa Ashabul Kahfi ndio wenye mkoa wetu. Tunamkaribisha naye ambaye atakuja mashindano ya Sheikh Kaporo
ambaye atafanyika ndani ya mkoa wa Dar es Salaam. Kwa hiyo atafanyika ndani ya mkoa wetu kimashindano, sisi ndio wenye mkoa. Kwa hiyo kama ni wenye mkoa, lazima tuzungumze kimkoa. Kwa hiyo leo tuko hapa katika kuhabarisha habari ambayo iliathirishwa. Sasa kukatokea sintofahamu, maswali mawili matatu, kulikoni? Ashabul Kahfi tupo mbele yenu watazamaji duniani mnavyotutazama na katika nchi yetu pendwa ya Tanzania. Nianze na nukta ya kwanza. Nukta ya kwanza, taharuki isije kwamba mashindano hayapo. Mashindano yamesogezwa mbele. Lakini kwa nini taarifa ghafla? Tutalisemea hilo, ni kwa nini taarifa ghafla. Tuna habari gani baada ya hapo? Sasa mtatusikiliza. Ashabul Kahfi ni taasisi ambayo ni pendwa kwa jamii ya Kitanzania kwa sababu mambo yao huyafanya kwa uwazi, mambo yao huyafanya kwa hekima, mambo yao huyafanya kwa busara, mambo yao huyafanya kwa kushauriana. Kwa mantiki hiyo sasa, kutokana na kufanya kwa busara, kwa hekima, kwa kushauriwa, kufata miongozo, kufata ile amani na utulivu, kulitokea mambo ambayo tulishauriwa na wadau wetu wa Qur'an, wakiwemo Rajai Foundation ambao ndio wadhamini wakuu haya mashindano, lakini kutokea kwa Mheshimiwa Samaha Mufti ambayo yeye ndio atakayekuwa mgeni rasmi katika mashindano yetu hayo, na tayari mwalikwa nao na alisharidhia. Kwa hiyo hapa tuko live na tunalizungumza hili, kila mmoja analisikia. Kutokana na huo ushauri niliozungumza kutoka kwa Rajai Foundation ambao ndio main sponsor, lakini kutokana na namna ambayo mheshimiwa mwenye taasisi yake Suleiman Yavo Doktor alivyowasilisha kwa mheshimiwa, ikaonekana yasogezwe mbele kwa sababu ambazo wao waliziongea. Lakini pia wanajamii, wadau wa Qur'an ambao ni hadhira ambayo inakuja kutusikiliza pale Julius Nyerere, watu walikuwa na ushauri mwingi kutokana na location ya mashindano ya Qur'an. Kwa hiyo ushauri huo, na kwa sababu sisi tunawatumikia watumishi wa jamii, tupo kwa ajili ya jamii, tupo kwa ajili ya kukitumikia kitabu kitukufu cha Qur'an, tukaona hatuna budi kuyachukua hayo na kuyafanyia kazi. Ni muhimu sana kufata ushauri, kufata maelekezo, kupata nasaha. Kwa hiyo kwa nasaha ambazo tulizopewa na ushauri ambao tuliopewa na maelekezo ambayo tuliopewa, ili tulazimu sasa kwa namna moja au nyingine jambo hili tuliakhirishe, tulisogeze mbele. Kwa hiyo kwa namna ya kwanza tunasema tunatuliza nyoyo za wadau wetu wa Qur'an. Tunazitulizaje? Tunasema kwamba tunaomba radhi kwa usumbufu uliojitokeza katika kuyasogeza mbele mashindano ya Qur'ani tukufu ya mkoa wa Dar es Salaam. Haya yanatoka katika kina cha moyo wetu sisi kama taasisi ya Ashabul Kahfi. Tuko mbele yenu kuwaomba radhi katika hichi kilichojitokeza, lakini tunamshukuru Mungu sana kwa sababu jambo hili ni la kheri, ni jambo la Qur'ani. Wote wadau waliopokea taarifa ya kusogezwa mbele mashindano ya Qur'ani walilipokea kwa moyo mkunjufu kabisa, kwa sababu simu tulizopigiwa zote zilikuwa zikitupa pole na kutuombea dua, na tunasema kama Ashabul Kahfi, alhamdulillahi rabbil alamin. Na tunawashukuru nyote mliokuwa mkituombea dua, mliokuwa mkitupa pole, mliokuwa mnatupa moyo kwamba hili ni jambo la qadari. Ni qadari imefanyika na sisi tumefikiwa na qadari, basi tumeridhia na jamii imeridhia. Tuna uhakika kwa yale ambayo mmetuonyesha kwa kutupigia simu, tumeridhika kwamba na nyie mmepokea kwa huzuni, lakini mmekubaliana na hiyo qadari. Kwa hiyo nukta ya kwanza ni hiyo, kutuliza nyoyo zenu. Tumezituliza kwa kuwaomba radhi Watanzania wote, Waislamu wote, washiriki wote, wazazi wote, masponsa wetu wote ambao wanaonekana kwenye bana zetu hizo. Tuna masponsa wengi hapo na wao walilipokea vizuri, na wao tunaendelea kuwaomba radhi, na wao wamesema tupo pamoja na Mheshimiwa Samaha Mufti Abubakar bin Zubeir wa Mbwana ambaye yeye ndio atakuwa mgeni rasmi. Nukta hiyo ilikuwa ni nukta ya kutuliza mioyo ya Watanzania na wapenzi wa Qur'ani tukufu wa taasisi yao pendwa ya Ashabul Kahfi inayoandaa mashindano ya mkoa wa Dar es Salaam. Nukta ya pili ni sababu za kusogeza mbele haya mashindano. Nimezitaja awali hapo
kutokana na taasisi ya Ashabul Kahfi ilivyokuwa imejikita katika kuiheshimu Qur'ani na kuitukuza Qur'ani, iliona sio busara kwa changamoto ambazo tumezipata, kwa ushauri ambao tumeshauriwa, kwa maelekezo ambayo tumepewa, kuenda kuidogesha Qur'ani. Maana yake nini? Kwenda kufanya kwa haraka, kwenda kufanya kwa kulipua. Hapana, tukaona Qur'ani ni msingi wa mambo yote. Kwa nini tusiiheshimu, tusiithamini, tusijali? Kwa hiyo tukaheshimu hicho kitu na kukubali yale mawazo kwa kuilinda Qur'ani, kwa kuitetea Qur'ani, kwa kuipa heshima Qur'ani. Hizo ni miongoni mwa sababu ambazo zimeongeza uzito katika swala zima la kusogeza Qur'ani, haya mashindano ya Qur'ani mbele. Lakini nukta nyingine ya tatu ilikuwa ni ghafla. Watu wanajiuliza sana, haya maswali yapo sana na tumekutana nayo sana. Kwa nini ghafla? Na wakati inajulikana kabisa, Sengwa, kwa nini ghafla? Na wakati mashindano haya yametangazwa huko nyuma, si mlikuwa mmeshajipanga na mnajua? Lakini tunajua kabisa kuna wakati mtu unaweza ukawa umeshajiandaa kutoka nyumbani na unajua ulishakuwa kamiligado kama vijana wanavyosema, lakini Sengwa ametoka, amefika mbele, anaangalia mfukoni kwake, haoni nini? Haoni simu. Ulikuwa umejiandaa, ulikuwa hujajiandaa? Ulikuwa umejiandaa, lakini imetokea jambo la kidharura, ulidhani tayari umemaliza, kumbe ulikuwa hujamaliza. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo yanajitokeza. Sasa yanapojitokeza, kama mfano umesahau simu, lazima urudi kuichukua. Na hivyo sisi yalivyojitokeza mambo kama hayo tuliyoyataja, ili tulazimu sisi tupige magoti, tuchuchumae, tuombe radhi, basi tukubali kuyasogeza mashindano hayo, imradi tu ile brandi ya Ashabul Kahfi, ile brandi ya mashindano ya Qur'ani, ile brandi ya Qur'ani, ile brandi ya wale wadau wetu wote wanayetufuatilia na kupenda na kutusapoti, na wale wadau masponsa, twende nao sambamba. Tukaona haina budi kwamba sisi tuungane na wadau wetu, tusogeze mbele haya mashindano. Kwa hiyo nukta tunayozungumzia, mashindano yapo, yamesogezwa mbele. Kwa hiyo kitendo cha kusogezwa mbele sio kitendo ambacho ni cha aibu, sio kitendo cha fedheha, sio kitendo ambacho ni kibaya, kwa sababu jambo lenyewe ni la Qur'ani. Ingekuwa tumesogeza mbele singeli, hapo watu tungesema inakuwaje? Lakini hii ni Qur'ani na tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, masiku bado yapo. Kwa hiyo tukasema hakuna budi katika namna hiyo tuweze kuyasogeza mbele, imradi yameridhiwa na yameshauriwa na wadau wetu. Kwa hiyo nukta ya mwisho, tunajenga imani kwa wapenzi wetu, wadau wote wa Qur'ani. Tunasema ya kwamba jambo hili bado lipo, jambo hili ni la kwenu, jambo hili mmelishika nyie, na kama mnavyoona sponsor hawa bado wapo, na bado tunasema kwa Kiswahili cha kimjini, tunatamba nao. Kwa hiyo jambo hili lipo. Kwa hiyo tunatia imani katika nyoyo za Watanzania, tunatia imani katika nyoyo za Waislamu, tunatia imani katika wadau wote wa Qur'ani, wakiwemo wazazi, wanafunzi, washiriki na watu mbalimbali. Kwa hiyo mashindano haya yapo na yataendelea kuwepo kwa utaufiki ya Allah tabaraka wa taala, na yataendelea kung'ara kama yanavyoonekana kung'ara siku zote. Kwa hiyo tukasema katika hili lazima tulizungumzie, kwa sababu sisi ndio wenyewe wenye mkoa wao katika mashindano ya Qur'ani, lazima tujisemee wenyewe, na sisi ndio wasemaji wakuu. Kama ilivyo kwenye BAKWATA, msemaji mkuu ni mufti, katika serikali msemaji mkuu ni Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo katika kila namna kuna usemaji, na sisi kama mashindano ya mkoa wa Dar es Salaam, sisi ndio wasemaji wenyewe. Kwa hiyo yakisemwa mengine tofauti na haya tunayosema sisi, hao sio wasemaji, hao ni wapambe ambao wanaungana na sisi katika kusema, lakini usemaji ambao ni wa halali, usemaji ambao unakubalika ni huu ambao tuko nao leo katika conference hii ya nyie watu wa media ambao mmejitokeza kuja kusikiliza na kuja kuona namna gani jambo litakaloenda. Hitimisho kwa nafasi yangu mimi kama mwenyekiti, watu wengine wanasema ile kama kafu tashbihu, watu wasipende kuitumia, aende mtu direct kusema mwenyekiti, lakini tunaweza tukatumia. Nikisema mwenyekiti wa taasisi ya Ashabul Kahfi Haruna Mustafa Mbese, hili jambo ambalo tayari tumelitia media kuja kulizungumzia ni jambo kubwa sana.
kama tulivyosema ni jambo la kimkoa. Kwa hiyo upokeaji wake lazima uwe makini sana katika namna ambayo mwasilishaji amewasilisha na namna gani mapokeo yatakavyokuwa. Lakini kutokana na ile usogezwaji mbele wa mashindano tulivyosogeza mbele na jamii ilivyopokea, tunaamini kabisa hata hivi leo ambayo tumewaita waandishi kufikisha habari hii kwa wanajamii, mapokeo yatakuwa ni mazuri kabisa, na tunatarajia kwamba siku hiyo tutakayeitangaza hapa kupitia katibu wangu utafurika, na tuseme kabisa tunakuja kivingine. Semgwao, tunakuja kivingine. Naona hapa Azam TV wapo, ichukueni hii Azam TV na media zote hapa, naona watu wamekamilika na tuko live na watu wa magazeti wapo hapa. Tunakuja kivingine, na tunataka kusema kuahirisha kwetu, kusogeza mbele kwetu kulikuwa kuna baraka kubwa sana. Kwa nini? Miongoni mwa mambo ambayo tutakuja kuyaonyesha siku hiyo, watu watasema kweli Ashabul Kahfi walikuwa wana haki ya kusikiliza wadau wao kusogeza mbele hayo mashindano. Tuna surprise nyingi sana, lakini hasa walimu wa madrasa tunaenda kuwafuta machozi walimu wa madrasa. Takbir! Tunaenda kuwafuta nini? Machozi walimu wa madrasa. Tunataka kuwahakikishia na kumwomba Allah tabaraka wa taala atuwezeshe katika hili ambalo tumeridhamiria kwenda kulifanya. Tumepata sponsor kubwa sana na wadau wametukubali, ikiwemo mdau mkubwa wa Rajai Foundation, taasisi makini sana, taasisi kubwa sana ambayo mwakilishi kapanda ndege jana na kaingia hapa leo. Tunaye hapa ndani ya conference hii, na atasema yeye kama mdhamini mkuu wa haya mashindano ya 11 kutoka Singida ya Rajai Foundation. Kwa hiyo tunasema tutaenda kufanya kitu kikubwa, na atasema yatafanyika wapi mratibu hapa, kwa sababu kitu kinachoenda kufanyika katika huo ukumbi, picha ninazo hapa. Sehemu gani nikikuonyesha na nyewe utasema kweli mna haki kusikiliza wadau wenu na kuyasogeza mbele. Nisichukue muda mrefu sana kwa sababu hii ni conference. Hatuhitaji kuwa kufanya kama mawaidha au kufanya nini, ni habari tu, umma ujue kitu gani kinaendelea, ilitokea nini, kuna nini na nini kitaendelea. Ni mambo matatu: kulitokea nini, kipo nini sasa hivi na kitu gani kitaendelea. Kwa hiyo mimi nimejaribu kueleza hayo na nadhani ameeleweka. Basi nisichukue muda mrefu sana, sasa nimpishe katibu wa kamati kuu ya mashindano aweze kujitambulisha na aweze kutoa sasa uelekeo mzima wa haya mashindano yatakuwaje na itakuwa ni nini na nini. Na nashukuru sana kwa kunisikiliza waandishi wa habari. Naomba kuwasilisha maudhui hii, na sasa nimkaribishe katibu wangu aendelee na kipengele hicho. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, tunatakia ziada za kheri Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naitwa Isa Khamis Sani, ni katibu mashindano ya Qur'an tukufu, mashindano ya mkoa wa Dar es Salaam yanayoandaliwa na taasisi ya Ashabul Kahfi Islamic Center. Kama alivyotangulia kusema mwenyekiti, mimi sitokuwa na mengi isipokuwa kikubwa ni kuweza kutangaza rasmi mashindano yetu ya 11 ya kuhifadhi Qur'ani ya mkoa wa Dar es Salaam. Kutokana na kuhairishwa kwake, sasa tayari tumeshajipanga na kuweza kujua tarehe gani ambayo tutaweza kuyafanya mashindano hayo. Tusikilize vizuri wadau wa Qur'ani ili tuweze kuelewa na kuweza kuchukua yale ambayo tunayasikia. Siku ya tarehe 17, siku ya tarehe 7 mwezi wa 3 2026, tarehe 7 mwezi wa 3 2026 ndio yatakuwa kilele cha mashindano ya kuhifadhi Qur'ani tukufu, mashindano ya mkoa wa Dar es Salaam. Mashindano haya tumeamua kuyapeleka nyumbani
sababu kama alivyosema mwenyekiti au mkurugenzi wa taasisi ya Ashabul Kahfi, katika miongoni mawazo ambayo tulipewa ni kuweza kutafuta namna gani tunaweza kupeleka mashindano nyumbani ili wale wa nyumbani waweze kufaidika zaidi, kwa sababu ndio wadau wakubwa ambao wanaweza kufaidika mashindano haya. Kwa mashindano yatakuwa katika nyumbani Yombo, ukumbi wa Paradise ambao unapatikana Machimbo Lumo Mshwalani, Machimbo Lumo Mshwalani. Kama alivyosema mwenyekiti, ni ukumbi wa kisasa, ni ukumbi ambao unachukua takriban watu 1300. Kwa hiyo ni ukumbi mkubwa, ni ukumbi ambao tunaweza tukafanya mashindano yetu na yakawa mashindano makubwa kama yanapokuwa miaka yote. Namna gani tunaweza tukafika katika ukumbi huo? Kwa wale ambao wanatoka Gongo la Mboto, unapanda gari moja tu ambayo inakuja Machimbo Lumo, gari inakuja Tandika, lakini inapitia njia ya Buza. Utafika kituo cha Machimbo Lumo, utashuka hapo utakuwa umefika. Kwa wale wanaotoka Kariakoo, unapanda gari zinazotoka Kariakoo zinazokuja Machimbo Lumo, ni gari moja tu ambayo unapanda. Lakini kwa wanaotoka Kigamboni, unapanda gari mpaka Tandika, alafu unapanda gari zinazokuja Gongo la Mboto zinazopita Buza na utashuka Machimbo Lumo. Kwa wale wanaotoka Mbagala, unakuja mpaka Tandika, unachukua gari inayokuja Gongo la Mboto ambayo inapita njia ya Buza na utashuka Machimbo Lumo. Hicho ni kituo maarufu, kituo ambacho kinajulikana na kila mtu. Kwa hiyo unaweza ukafika kwa kutumia namna hiyo ambayo nimeweza kuielezea hapa. Sina mengi ya kusema isipokuwa nilikuwa tu natangaza jina la ukumbi. Jina la ukumbi linaitwa Paradise, ambayo inapatikana Machimbo Lumo. Lakini katika hizo kumbi kuna kumbi ina tofauti, lakini huo kumbi jina lake ni Tanzanite, ndio jina ambalo tutafanyia hayo mashindano. Lakini inapatikana hapo Paradise, Machimbo Lumo Mshwalani. Baada ya kusema hayo, nawakaribisheni sana katika mashindano haya, mje mjionee namna gani Ashabul Kahfi imeweza kujiandaa na mashindano haya ya mwaka 2026. Baada ya kusema hayo, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, kama ilivyotambulisha hapo mwanzo na mwenyekiti wangu, lakini akataja cheo bila kutaja jina. Kwa hiyo mimi ni katibu taasisi ya Ashabul Kahfi Islamic Center. Naitwa Swaleh Omar Salim, na jukumu ambalo nimepewa ni kuhamasisha umma kuhusiana na haya mashindano yetu au fainali zetu za mashindano ya 11. Walillahi alhamdu, Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya mtihani ambao umetupitia na sisi tukaupokea kama ulivyo, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallama katika hadithi ambayo imetafsiriwa kwa Kiswahili ikiwa na maana kwamba kila jambo ambalo humpata muumini basi kwake inakuwa ni kheri. Ikimpata jambo la kufurahisha kwake yeye inakuwa ni kheri na anashukuru, na likimpata jambo la shari pia anavuta subira na kwake pia inakuwa ni kheri. Na sisi jambo hili ambalo limetokea la kuahirisha haya mashindano tumelipokea, walillahi alhamdu. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akabadilisha kutoka kwenye kheri ikaja kuwa ni kheri zaidi. Na nichukue nafasi hii
kuwahamasisha walimu wa madaris na Waislamu kwa jumla, Waislamu wa mkoa wa Dar es Salaam katika wilaya zake zote tatu, wilaya Ilala, Temeke na Kinondoni. Tunakuhamasisheni mje kwa ujumla na kwa wingi, kwa sababu huo ukumbi ambao katibu ameutaja ni ukumbi mzuri, ni ukumbi mzuri hasa, yani haupishani pakubwa sana na ukumbi ambao tulikuwa tunaufanyia kule JK Nyerere. Hapa wanahabari, hamwezi kuamini na Mtanzania yeyote ambaye anatusikiliza hawezi kuamini, lakini ukumbi ni mzuri, pamezidiwa kidogo tu. Kwa hiyo nikuhamasisheni ndugu zangu ni Waislamu, ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameshusha Qur'an, na kuhamasisheni kwa jumla ndugu zangu ni Waislamu kuhudhuria katika mashindano haya, katika fainali hizi ambazo tumehamisha kutoka kwenye ukumbi wa JK Nyerere na kuleta katika ukumbi ambao unaitwa Grand Paradise ambao uko katika maeneo ya Yombo. Ndugu zangu ni Waislamu, mashindano kama yalivyopangwa, Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia, na kama ulivyotangaza katibu hapa kwamba yatafanyika tarehe 7 mwezi Machi kutoka kwenye tarehe 21 mwezi Februari. Kwa hiyo bado jambo liko pale pale na eneo liko wazi. Kituo ambacho amekitaja katibu, nadhani kidogo alisahau, kinaitwa Machimbo, kinaitwa Mwisho wa Lami, yani maarufu sana kwa jina hilo, na ni ukumbi ambao uko barabarani. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye atapoteza pesa kama ilivyokuwa mara ya mwanzo kwamba akishuka posta atafute tena pikipiki ya kumpeleka JK Nyerere. Pale unashuka unaingia ukumbini. Kwa hiyo na uhamasisha umma wa Waislamu wa mkoa wa Dar es Salaam wote kwa ujumla tuhudhurie katika fainali hizo za 11 za mashindano ya Qur'ani ambayo yanaandaliwa na taasisi ya Ashabul Kahfi. Baada ya hayo, nikushukuruni sana kwa kusikiliza na niseme asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبارك عليهم، وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Ndugu katika imani, ndugu waandishi wa habari, jambo la kwanza kabisa tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutufikisha na kutujalia kukutana katika eneo kama hili, kukutana katika tukio adhimu. Tunasema hakika yeye pekee ndiye muweza wa kila jambo, kwa sababu bila ridhaa yake tusingeweza kufika na kusimama hapa tulipo. Lakini vile vile jambo la pili, tunatoa shukrani kwa wale wote ambao wameweza kushiriki kufanikisha maandalizi haya au tukio hili kwa namna moja ama nyingine. Allah subhanahu wa ta'ala atawalipa katika kheri zake, lakini vile vile tunawaombea awaweke mbali na shari alizowaandikia. Shukrani maalum ziende kwa uongozi na familia ya Ashabul Kahfi, hasa katika kuilea na kuibeba taasisi yetu pendwa ya Rajai Foundation. Kwa nini iwe hivyo?
mwanzo kabisa, wakati haijajulikana kuwa Rajai Foundation, tulikuwa chini ya usimamizi wa Ashabul Kahfi, ambao wao walitupa imani na wakaona fika kwamba tunaweza kuwa katika upande wao, na wakatupa nafasi ya kusimama, tukaweza kusimama mpaka leo tukatambulika kwa jina la Rajai Foundation. Lakini vile vile katika hili mchango wao ni mkubwa sana, si wa kupuuzwa hata mara moja. Ni mchango wenye thamani kubwa katika safari ya taasisi hii ya Rajai Foundation. Lakini vile vile katika mazungumzo ya mkurugenzi wa Ashabul Kahfi, amezungumzia kunako kupangwa tarehe mpya ya mashindano ambayo tarehe yake ilishapishwa kupangwa. Hata hivyo, kwa kuliweka sawa pia zaidi, baada ya mashauriano marefu kidogo ya taasisi ya Rajai Foundation na mkurugenzi wa Ashabul Kahfi, ikaonekana busara vyema kuiahirisha tarehe ile ambayo ilipangwa hapo awali. Na uamuzi huo haukuwa ni wa kubahatisha. Kwa sababu gani? Kulikuwa na lengo la kulifanya jambo hili liwe na uzito zaidi, liwe na maandalizi bora zaidi, lakini vile vile liwe na matokeo mazuri yenye athari chanya katika jamii inayotuzunguka. Hiyo ndio ilikuwa maana sahihi. Lakini vile vile dhamira yetu hasa kama Rajai Foundation, dhamira yetu kuu ni kuhakikisha kuwa tukio hili adhimu linakuwa chachu ya mabadiliko, hasa mabadiliko ya jamii, ya vijana, walezi pamoja na watoto. Lakini vile vile tunatamani sana kuona matokeo haya yatakayopatikana yatagusa nyoyo za watu na kuleta manufaa ya kudumu katika jamii. Hilo ndio lilikuwa lengo. Na kama alivyosema mwalimu, mfano mzuri wa hilo ni kuwainua walimu wa madarisi mbalimbali, kuwainua walimu, kuwaenzi, kuwatia moyo zaidi na zaidi, kwa sababu bila juhudi za walimu hao au subra ya changamoto wanazozipitia katika kufundisha, kuwafunza watoto wetu, bila subira zao, basi tusingeweza hata kupata wanafunzi ambao wangeweza kushiriki mashindano haya ambayo sisi leo tupo nayo na tunayatarajia inshallah. Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba walimu kama walimu wa madaris, wao ni wapanda mbegu, na sisi tunaenda kuvuna zile mbegu walizopanda wao. Wamefundisha watoto, wakawaelimisha, wakawafunza, wakawapa maarifa. Sisi tunavuna kwa namna gani? Tunapowatumia katika kutuburudisha katika Qur'ani, kutusomea Qur'ani, kuwasikiliza wakisoma. Hayo ni matunda ambayo tunayavuna kutoka kwa walimu hao. Kwa hiyo tunaweza kusema ya kwamba wao wamepanda mbegu nzuri na sisi tunaivuna mbegu hiyo kwa kuwafuta jasho, lakini vile vile kwa kuwaongezea juhudi za kutoa maarifa, kuwaongezea wale vijana wetu ambao wanawafunza. Lakini ndugu zangu katika imani, ndugu waandishi wa habari na wengineo wanaotizama, kwa wale ambao hawaifahamu taasisi ya Rajai Foundation, ni taasisi ambayo makao yake makuu yako Singida mjini, ambayo ilianzishwa miaka kadhaa chache nyuma iliyopita, na taasisi hii inaongozwa au ilianzishwa na mwenyekiti wake ambaye ni Rajab Juma almaruf Eden Rajab,
ni kiongozi mwenye maono, hasa mwenye dhamira ya kuona elimu na maendeleo ya kijamii likikua kwa msingi wa maadili na heshima. Na ndio maana leo tuko hapa, tumeweza kusapoti mashindano kama haya. Lengo ni kukuza vipaji pamoja na elimu na kuwafanya wale walioibeba elimu ile kufarijika kupitia mgongo wetu kwa sababu alizoziandika Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini vile vile tufahamu jambo moja, Rajai Foundation pamoja na Ashabul Kahfi kufanya jambo kama hili na wengineo ambao wameweza kushiriki katika wadhamini, kufanya mambo kama haya si kwa sababu ya kutafuta umaarufu au si kwa sababu ya kutafuta sifa, bali ni kuleta athari chanya katika jamii zote zinazotuzunguka, lakini vile vile kutegemea malipo yaliyokuwa mema na mazuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu, tukio hili si la kawaida, tulingojee kwa hamu, na itakapofika basi tutapata mengi yatakayoathiri nyoyo zetu pamoja na maisha yetu ya kawaida. Lakini vile vile huu ni mwanzo wa safari mpya, tukimaanisha kwamba ni alama ya mshikamano, kuungana taasisi moja na taasisi nyingine kufanya jambo ni alama ya nini? Ya mshikamano. Leo wametokea wadhamini sehemu tofauti tofauti, akiwemo Rajai Foundation, wakadhamini mashindano haya. Si wao pekee ndo wanatakiwa kufanya hivi mara kwa mara, kila mmoja anaruhusiwa kufanya. Hiyo ndio maana halisi ya mshikamano, kila mmoja anaruhusiwa kufanya, na kuchangia chochote si mpaka uwe na pesa, uwe na vitu vingi, uwe na mali nyingi. Hapana, hauna cha kushirikiana kupitia pesa, tumia mawazo yako, washauri watu, fanyeni hivi, fanyeni hivi, fanyeni hivi, jambo linakuwa, na wewe unakuwa katika wadhamini wa mawazo. Akili yako inatumika katika kutatua mambo mbalimbali ambayo yatanufaisha jamii yako inayokuzunguka na kizazi kijacho, na kunufaisha umma kwa ujumla. Hata wanachuoni wanasema laisa shartan an yakuna rizqu mali, si lazima riziki iwe ni mali. Pengine hawa wadhamini waliojitokeza wachache wamedhamini mali, wakatoa mali, lakini hata wewe unaweza kudhamini kupitia fikra zako, akili yako, muda wako. Hayo ni mambo ambayo yanatengeneza mshikamano mzuri, lakini vile vile ni ishara ya matumaini mazuri. Tunapozidi kufanya hili, basi mambo yanazidi kuwa makubwa na zaidi. Allah subhanahu wa ta'ala kupitia hayo akatupa malipo makubwa zaidi na zaidi. Lakini vile vile tushirikiane, tushikamane na tuendelee kuunga mkono juhudi hizi, ili wafuasi wa Rajai Foundation na wadau wake waendelee kuacha alama njema katika jamii biidhnillahi ta'ala. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu atujalie ikhlas katika nia zetu, katika hili tunalolifanya, basi iwe ni katika malipo na isiwe ni katika kujionyesha katika mazingira ya macho ya watu. Lakini vile vile abariki juhudi zetu, kuanzia Ashabul Kahfi na wengine waandishi wa habari na wengine watakaopokea maneno haya yaliyozungumzwa, basi wayapokee katika nia njema, lakini na ayafanye matokeo ya tukio hili kuwa ni ya kheri na manufaa makubwa kwa umma, vile vile kwa taifa kiujumla. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dumtum fi riayati llahi wa
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nichukua fursa hii kushukuru uongozi wa Ashabul Kahfi Islamic Center, lakini pia nitakuwa mchoyo wa fadhila nisiposhukuru waandishi wa habari kwa wingi wenu. Nyie pia ni masponsa, hilo naomba mlifahamu, kwa sababu mko hapa kuhabarisha umma, kuujuza umma, na mmeitikia kwa wingi zaidi ya vyombo vya habari 10, na kwa wingi wenu siwezi kuhesabu. Mimi niko hapa kukuhabarisheni, kukujuzeni kuhusu mashindano haya. Kuna mambo mengi kiukweli yameandaliwa, kama nilivyojitokeza mwanzo na kuhamasisha. Sisiti, sioni ajizi au sioni fedhea kuhamasisha tena, lakini kabla ya kusema yaliyopo, nitaanza na aya ya Mwenyezi Mungu inasema, asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum. Huenda ukalipenda jambo likawa lina shari kwako, na huenda ukalichukia jambo likawa lina kheri kwako. Tulikuwa tumepanga, lakini kile tulichokipanga, tarehe tuliyoipanga, Allah hakukusudia au Allah hakutia wepesi jambo lifanyike katika tarehe hii. Kuna mengi sisi kama binadamu hatujui kwa nini, lakini Allah anajua. Muhimu zaidi, ile tarehe iliyopangwa ni sisi kuwa tayari. Naomba niwajuze wa Tanzania, nadhani sehemu nyingi, mashindano mengi, mnaenda mnaona wanafunzi wanapata zawadi. Mashindano ya Ashabul Kahfi Islamic Center, wanafunzi hawatopata zawadi, bali watamiminiwa zawadi. Kuna kupata na kumiminiwa. Kumiminiwa ni kitu kingi sana. Kwa hiyo taasisi ya Ashabul Kahfi imeandaa zawadi nono kwa washindi. Sio mshindi anakuja anaondoka na 500,000, hapana. Ni hela ambayo baba, mwalimu, utapoipokea mtoto wako kashinda, mmefunga hesabu ya siku. Hilo la kwanza. La pili, ukumbi uliopo, kama tunavyojua historia ya taasisi ya Ashabul Kahfi Islamic Center, mwanzo wa mashindano ulipoanza umekuwa ukizingatia kutokana na mwitikio wa watu. Kadri watu wanavyozidi, na wao huenda kutafuta sehemu munasib kutokana na idadi ya watu. Kwa wale waliotufuatilia mashindano yaliyopita, nanyi waandishi mtakuwa mashahidi kwamba hata ukumbi mwaka jana ulihemewa na ulizidiwa. Kwa hiyo mwaka huu, moja kigezo pia kilichosababisha, waliona ni muhimu kutafuta eneo. Kwa hiyo mbeleni, Allah akitupa uzima, msishangae na sisi tukafika sehemu kubwa kubwa, yani kama maviwanja na nini huko, kwa sababu taasisi Ashabul Kahfi walillahi alhamdu imekuwa na mwitikio wa jamii, mwitikio ulio mzuri. Kwa hiyo niwaombe wa Tanzania tujitokeze. Kwanza, siku ya mashindano, ndani ya ukumbi wa mashindano zitapatikana dakika kadhaa za mtu unaulizwa swali, ukipata unachukua zawadi. Ni zawadi gani? Njoo, sitokwambia ni zawadi gani. Wahi mapema ukumbini, chukua siti yako, unakula kiyoyozi na IC na usomaji ulio mzuri. Wasomaji waliopo sio watoto wa kubabaisha, mchujo umefanyika kweli kweli. Lakini walimu wale ambao watoto hao hawajashiriki madrasa nyingine, leteni watoto wenu wapate kuhamasika. Walimu watashikwa mkono, walimu watainuliwa. Tushazoea, tunaenda nasikia mwanafunzi kapata nafasi ya hija, mwalimu umebaki pale, passport unaenda kuiweka ukiangalia kama kitambulisho. Lakini taasisi ya Ashabul Kahfi Islamic Center kushirikiana pamoja na mdhamini mkuu, main sponsor Rajai Foundation, wanaenda kumfuta mwalimu machozi. Tena hataki kumfuta ili baadaye aliye tena anafutwa kabisa, hataki ile akitoki kitu. Nadhani tumeelewana. Kwa hiyo walimu, hii ni fursa yenu, jifue kweli kweli mpaka tarehe 7 mtoto akija pale aondoke na zawadi. Lakini sambamba na hilo, imezingatiwa kwamba sehemu ambayo ni rahisi kufikika. Zamani ilikuwa ukifika sehemu upande tena gari huko kwenye mashindano, mtu anakupigia huku. Kwa hiyo tumezingatia
Ukishuka umeingia ukumbini, hakikisha unawahi mapema. Kuna mengi mazuri yameandaliwa kwa ajili yenu. Kuna zawadi mbalimbali kwa wahudhuriaji. Kutakuwa na maswali, ukipata swali utaulizwa swali, ukipata utapata zawadi. Ni zawadi gani? Wahi mapema. Lakini pia niwaombe, tulikuwa na wanafunzi kutoka chuo cha CBE ambao wakiongozwa na Shuaib Padana na Muhsin wamehamasishana, wanafunzi watakuwepo kwa umoja wao, watatoka. Huu ni mwezi wa Qur'an, kama mlivyojitokeza waandishi kwa wingi wenu hapa, mnaipenda kheri, mnaipenda Qur'an. Nawe Mtanzania popote ulipo, tarehe 7 acha shughuli, ni holiday ya Qur'ani, ni mapumziko ya Qur'ani. Njoo pale usikilize Qur'ani inavyosoma, na kwa bahati nzuri Qur'ani imeteremshwa mwezi wa Ramadhani. Nisiongee mengi, nisimalize utamu. Njoo tarehe 7 uone taasisi Ashabul Kahfi ina mengi imekuandalia. Mimi nitakuwepo, hakikisha na wewe utakuwepo, na waandishi wote watakuwepo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya 11 yaliyotakiwa kufanyika kubailika. Sasa leo mwenyekiti yuko hapa kuongea na Watanzania, kuongea na dunia inayotufuatilia hivi sasa kupitia nyinyi waandishi. Mwenyekiti, karibu, uwanja ni wako, tuko live, tunatazama dunia nzima. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Awali ya yote tumshukuru Allah tabaraka wa taala na rehma na amani zimfikie kipenzi chetu Nabiyullah Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wasallam, bila kuwasahau masahaba zake watukufu radhiallahu anhum ambao wamepigania dini ya Allah mpaka hivi leo ikatufikia kwetu. Mwenyezi Mungu awaridhie. Baada ya utangulizi huu wa kumhimidi Allah na kutaka sana na salamu zimfikie Nabiyullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, chukue nafasi hii kabisa kuwashukuru waandishi wa habari ambao wamejitokeza kwa wingi kabisa kuja kuungana na taasisi yenu pendwa kabisa ya Ashabul Kahfi Islamic Center ambayo ipo katika nchi yetu hii ya Tanzania, katika mkoa wetu huu wa Dar es Salaam, katika wilaya pendwa ya Temeke na katika kata yetu ya Yombo, Vituka, Malawi kwa Chaurembo. Leo tukiwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na tunajua katika mwezi mtukufu wa Ramadhani majambo ni mengi. Sasa tumewaita katika fadhila nzima ya mashindano ya Ashabul Kahfi Islamic Center ambayo yanatarajiwa kufanyika tarehe 21 ya mwezi wa pili 2026, yakasogezwa mbele. Kwa hiyo kuna mambo kama matatu tunatakiwa tuyaweke sawa. Kabla ya kwanza, nianze na utambulisho. Aliyoko kuliani kwangu ni mwakilishi kutoka Singida, kutoka taasisi ya Rajai Foundation ambayo ndiyo sponsor wakuu katika mashindano haya. Aliyoko kuliani kwangu ni mwakilishi kutoka katika mkoa wa Singida, kutokea taasisi ya Rajai Foundation ambayo kwa mwaka huu ndio watakuwa main sponsor wa mashindano yetu haya ya 11 ya mkoa wa Dar es Salaam. Anayefuata kuliani kwangu, huyu ndio katibu wa taasisi ya Ashabul Kahfi. Sijawataja majina, kila mmoja atajitambulisha kwa nafasi yake. Ndio katibu mtendaji wa taasisi nzima ya Ashabul Kahfi. Aliyopo kushotoni kwangu, huyu ndio mratibu kamati kuu ya mashindano, katibu na mratibu wa kamati kuu ya mashindano, lakini ndio mwenye kitengo cha tahfidhul Qur'ani cha madrasatu Ashabul Kahfi. Wa mwisho ni mwanaharakati, mdau, mkereketwa, mwanachama, mwenyeji katika taasisi ya Ashabul Kahfi.
naye atakuwa na uhamasishaji wa mashindano haya kwa siku hii ya leo. Kwa taarifu hiyo sasa, nadhani waandishi wa habari mmeona namna gani Ashabul Kahfi sasa imekamilika hapa katika eneo hili la Ilala, katika msikiti huu wa Taqwa, katika kujulisha nini kitakachosema. Kwanza nianze na nukta ya kwanza. Sisi ndio wenye mkoa, Ashabul Kahfi ndio wenye mkoa wao. Unajua Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan yeye ndio mwenye nchi yake katika swala la kiserikali, lakini ukija katika swala la kidini, Samahatu Mufti Abubakar ibn Zubairi wa Bwana yeye ndio mwenye nchi yake. Hivyo hivyo ukija kimkoa katika serikali, Mheshimiwa Charamila ndio mwenye mkoa wake, na Mheshimiwa Alhaj Sheikh ambaye ni Sheikh wetu wa mkoa Alhaji Alwalid ndio mwenye mkoa wake. Sasa ukija katika swala la mashindano ya Qur'an, Ashabul Kahfi Islamic Center ndio wenye mkoa wao. Kwa hiyo hata wote wanaofanya mashindano ya Qur'ani walioko katika mkoa, sisi ndio wenyeji wao. Mashindano ambayo alhamdulillah yamepita biaisha sururu, Mwenyezi Mungu amhifadhi, na yameenda vizuri alhamdulillah, yako ndani ya mkoa wa Dar es Salaam na ni mashindano ya kitaifa, sisi ndio wenyeji wao. Mashindano yatakayofanyika tarehe 1 ya Sheikh Nuruddin Kishki yatafanyika ndani ya mkoa wa Dar es Salaam, na sisi wa Ashabul Kahfi ndio wenye mkoa wetu. Tunamkaribisha naye ambaye atakuja mashindano ya Sheikh Kaporo ambaye atafanyika ndani ya mkoa wa Dar es Salaam. Kwa hiyo atafanyika ndani ya mkoa wetu kimashindano, sisi ndio wenye mkoa. Kwa hiyo kama ni wenye mkoa lazima tuzungumze kimkoa. Kwa hiyo leo tuko hapa katika kuhabarisha habari ambayo iliakhirishwa, sasa kukatokea sintofahamu, maswali mawili matatu, kulikoni. Ashabul Kahfi tupo mbele yenu watazamaji duniani mnavyotutazama na katika nchi yetu pendwa ya Tanzania. Nianze na nukta ya kwanza. Nukta ya kwanza, taharuki isije kwamba mashindano hayapo. Mashindano yamesogezwa mbele, lakini kwa nini taarifa ghafla? Tutalisemea hilo, ni kwa nini taarifa ghafla, tuna habari gani baada ya hapo? Sasa mtatusikiliza. Ashabul Kahfi ni taasisi ambayo ni pendwa kwa jamii ya Kitanzania kwa sababu mambo yao huyafanya kwa uwazi, mambo yao huyafanya kwa hekima, mambo yao huyafanya kwa busara, mambo yao huyafanya kwa kushauriana. Kwa mantiki hiyo sasa, kutokana na kufanya kwa busara, kwa hekima, kwa kushauriwa, kufata miongozo, kufata ile amani na utulivu, kulitokea mambo ambayo tulishauriwa na wadau wetu wa Qur'an, wakiwemo Rajai Foundation ambao ndio wadhamini wakuu haya mashindano, lakini kutokea kwa Mheshimiwa Samaha Mufti ambayo yeye ndio atakayekuwa mgeni rasmi katika mashindano yetu hayo, na tayari mwaliko nao na alisharidhia. Kwa hiyo hapa tuko live na tunalizungumza hili, kila mmoja analisikia. Kutokana na huo ushauri niliozungumza kutoka kwa Rajai Foundation ambao ndio main sponsor, lakini kutokana na namna ambayo mheshimiwa mwenye taasisi yake Suleiman Jafo Doktor alivyowasilisha kwa mheshimiwa, ikaonekana yasogezwe mbele kwa sababu ambazo wao waliziongea. Lakini pia wanajamii, wadau wa Qur'an ambao ni hadhira ambayo inakuja kutusikiliza pale Julius Nyerere, watu walikuwa na ushauri mwingi kutokana na location ya mashindano ya Qur'an. Kwa hiyo ushauri huo, na kwa sababu sisi tunawatumikia watumishi wa jamii, tupo kwa ajili ya jamii, tupo kwa ajili ya kukitumikia kitabu kitukufu cha Qur'an, tukaona hatuna budi kuyachukua hayo na kuyafanyia kazi. Ni muhimu sana kufata ushauri, kufata maelekezo, kupata nasaha. Kwa hiyo kwa nasaha ambazo tulizopewa na ushauri ambao tuliopewa na maelekezo ambayo tuliopewa, ili tulazimu sasa kwa namna moja au nyingine jambo hili tuliakhirishe, tulisogeze mbele. Kwa hiyo kwa namna ya kwanza tunasema tunatuliza nyoyo za wadau wetu wa Qur'an. Tunazitulizaje? Tunasema kwamba tunaomba radhi kwa usumbufu uliojitokeza katika kuyasogeza mbele mashindano ya Qur'ani tukufu ya mkoa wa Dar es Salaam. Haya yanatoka katika kina cha moyo wetu sisi kama taasisi ya Ashabul Kahfi. Tuko mbele yenu kuwaomba radhi katika hichi kilichojitokeza, lakini tunamshukuru Mungu sana kwa sababu jambo hili ni la kheri, ni jambo la Qur'ani. Wote wadau waliopokea taarifa ya kusogezwa mbele mashindano ya Qur'ani walilipokea kwa moyo mkunjufu kabisa,
kwa sababu simu tulizopigiwa zote zilikuwa zikitupa pole na kutuombea dua, na tunasema kama Ashabul Kahfi, alhamdulillahi rabbil alamin. Na tunawashukuru nyote mliokuwa mkituombea dua, mliokuwa mkitupa pole, mliokuwa mnatupa moyo kwamba hili ni jambo la qadari. Ni qadari imefanyika na sisi tumefikiwa na qadari, basi tumeridhia na jamii imeridhia. Tuna uhakika kwa yale ambayo mmetuonyesha kwa kutupigia simu, tumeridhika kwamba na nyie mmepokea kwa huzuni, lakini mmekubaliana na hiyo qadari. Kwa hiyo nukta ya kwanza ni hiyo, kutuliza nyoyo zenu. Tumezituliza kwa kuwaomba radhi Watanzania wote, Waislamu wote, washiriki wote, wazazi wote, masponsa wetu wote ambao wanaonekana kwenye bana zetu hizo. Tuna masponsa wengi hapo, na wao walinipokea vizuri, na wao tunaendelea kuwaomba radhi, na wao wamesema tuko pamoja na Mheshimiwa Samahatu Mufti Abubakar bin Zuberi Wangwana ambaye yeye ndio atakuwa mgeni rasmi. Nukta hiyo ilikuwa ni nukta ya kutuliza mioyo ya Watanzania na wapenzi wa Qur'ani tukufu wa taasisi yao pendwa ya Ashabul Kahfi inayoandaa mashindano ya mkoa wa Dar es Salaam. Nukta ya pili ni sababu za kusogeza mbele haya mashindano. Nimezitaja awali hapo, kutokana na taasisi ya Ashabul Kahfi ilivyokuwa imejikita katika kuiheshimu Qur'ani na kuitukuza Qur'ani, iliona sio busara kwa changamoto ambazo tumezipata, kwa ushauri ambao tumeshauriwa, kwa maelekezo ambayo tumepewa, kuenda kuidogesha Qur'ani. Maana yake nini? Kwenda kufanya kwa haraka, kwenda kufanya kwa kulipua. Hapana, tukaona Qur'ani ni msingi wa mambo yote. Kwa nini tusiiheshimu, tusiithamini, tusijali? Kwa hiyo tukaheshimu hicho kitu na kukubali yale mawazo kwa kuilinda Qur'ani, kwa kuitetea Qur'ani, kwa kuipa heshima Qur'ani. Hizo ni miongoni mwa sababu ambazo zimeongeza uzito katika swala zima la kusogeza Qur'ani, haya mashindano ya Qur'ani mbele. Lakini nukta nyingine ya tatu ilikuwa ni ghafla. Watu wanajiuliza sana, haya maswali yapo sana na tumekutana nayo sana. Kwa nini ghafla? Na wakati inajulikana kabisa Sengwa, kwa nini ghafla? Na wakati mashindano haya yametangazwa huko nyuma, si mlikuwa mmeshajipanga na mnajua? Lakini tunajua kabisa kuna wakati mtu unaweza ukawa umeshajiandaa kutoka nyumbani na unajua ulishakuwa kamiligado kama vijana wanavyosema, lakini sio mgoa ametoka amefika mbele anaangalia mfukoni kwake haoni nini? Haoni simu. Ulikuwa umejiandaa, ulikuwa hujajiandaa? Ulikuwa umejiandaa, lakini imetokea jambo la kidharura, ulidhani tayari umemaliza, kumbe ulikuwa hujamaliza. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo yanajitokeza. Sasa yanapojitokeza, kama mfano umesahau simu, lazima urudi kuichukua. Na hivyo sisi yalivyojitokeza mambo kama hayo tuliyoyataja, ili tulazimu sisi tupige magoti, tuchuchumae, tuombe radhi, basi tukubali kuyasogeza mashindano hayo, imradi tu ile brandi ya Ashabul Kahfi, ile brandi ya mashindano ya Qur'ani, ile brandi ya Qur'ani, ile brandi ya wale wadau wetu wote wanayetufuatilia na kupenda na kutusapoti, na wale wadau masponsa, tuende nao sambamba. Tukaona haina budi kwamba sisi tuungane na wadau wetu, tusogeze mbele haya mashindano. Kwa hiyo nukta tunayozungumzia, mashindano yapo, yamesogezwa mbele. Kwa hiyo kitendo cha kusogezwa mbele sio kitendo ambacho ni cha aibu, sio kitendo cha fedheha, sio kitendo ambacho ni kibaya, kwa sababu jambo lenyewe ni la Qur'ani. Ingekuwa tumesogeza mbele singeli, hapo watu tungesema inakuwaje? Lakini hii ni Qur'ani na tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, masiku bado yapo. Kwa hiyo tukasema hakuna budi katika namna hiyo tuweze kuyasogeza mbele, imradi yameridhiwa na yameshauriwa na wadau wetu. Kwa hiyo nukta ya mwisho, tunajenga imani kwa wapenzi wetu, wadau wote wa Qur'ani. Tunasema ya kwamba jambo hili bado lipo, jambo hili ni la kwenu, jambo hili mmelishika nyie, na kama mnavyoona sponsor hawa bado wapo, na bado tunasema kwa Kiswahili cha kimjini, tunatamba nao. Kwa hiyo jambo hili lipo. Kwa hiyo tunatia imani katika nyoyo za Watanzania, tunatia imani katika nyoyo za Waislamu, tunatia
imani katika wadau wote wa Qur'an, wakiwemo wazazi, wanafunzi, washiriki na watu mbalimbali. Kwa hiyo mashindano haya yapo na yataendelea kuwepo kwa utaufiki Allah tabaraka wa taala, na yataendelea kung'ara kama yanavyoonekana kung'ara siku zote. Kwa hiyo tukasema katika hili lazima tulizungumzie, kwa sababu sisi ndio wenyewe wenye mkoa wao katika mashindano ya Qur'ani, lazima tujisemee wenyewe, na sisi ndio wasemaji wakuu, kama ilivyo kwenye BAKWATA msemaji mkuu ni mufti, katika serikali msemaji mkuu ni Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo katika kila namna kuna usemaji, na sisi kama mashindano ya mkoa wa Dar es Salaam sisi ndio wasemaji wenyewe. Kwa hiyo yakisemwa mengine tofauti na haya tunayosema sisi, hao sio wasemaji, hao ni wapambe ambao wanaungana na sisi katika kusema, lakini usemaji ambao ni wa halali, usemaji ambao unakubalika ni huu ambao tuko nao leo katika conference hii ya nyie watu wa media ambao umejitokeza kuja kusikiliza na kuja kuona namna gani jambo litakaloenda. Hitimisho kwa nafasi yangu mimi kama mwenyekiti, watu wengine wanasema ile kama kafu tashbihu, watu wasipende kuitumia, aende mtu direct kusema mwenyekiti, lakini tunaweza tukatumia. Nikisema mwenyekiti wa taasisi ya Ashabul Kahfi Haruna Mustafa Mbese, hili jambo ambalo tayari tumelitia media kuja kulizungumzia ni jambo kubwa sana, kama tulivyosema ni jambo la kimkoa. Kwa hiyo upokeaji wake lazima uwe makini sana katika namna ambayo mwasilishaji amewasilisha na namna gani mapokeo yatakavyokuwa, lakini kutokana na ile usogezwaji mbele wa mashindano tulivyosogeza mbele na jamii ilivyopokea, tunaamini kabisa hata hivi leo ambayo tumewaita waandishi kufikisha habari hii kwa wanajamii, mapokeo yatakuwa ni mazuri kabisa, na tunatarajia kwamba siku hiyo tutakayeitangaza hapa kupitia katibu wangu kutafurika, na tuseme kabisa tunakuja kivingine. Semgwao tunakuja kivingine. Naona hapa Azam TV wapo, ichukueni hii Azam TV na media zote hapa, naona watu wamekamilika na tuko live na watu wa magazeti wapo hapa. Tunakuja kivingine, na tunataka kusema kuahirisha kwetu, kusogeza mbele kwetu kulikuwa kuna baraka kubwa sana. Kwa nini? Miongoni mwa mambo ambayo tutakuja kuyaonyesha siku hiyo, watu watasema kweli Ashabul Kahfi walikuwa wana haki ya kusikiliza wadau wao kusogeza mbele hayo mashindano. Tuna surprise nyingi sana, lakini hasa walimu wa madrasa tunaenda kuwafuta machozi walimu wa madrasa. Takbir! Tunaenda kuwafuta nini? Machozi walimu wa madrasa. Tunataka kuwahakikishia na kumwomba Allah tabaraka wa taala atuwezeshe katika hili ambalo tumelidhamiria kwenda kulifanya. Tumepata sponsor kubwa sana na wadau wametukubali, ikiwemo mdau mkubwa kwa Rajai Foundation, taasisi makini sana, taasisi kubwa sana ambayo mwakilishi kapanda ndege jana na kaingia hapa leo. Tunaye hapa ndani ya conference hii, na atasema yeye kama mdhamini mkuu wa haya mashindano ya 11 kutoka Singida ya Rajai Foundation. Kwa hiyo tunasema tutaenda kufanya kitu kikubwa, na atasema yatafanyika wapi mratibu hapa, kwa sababu kitu kinachoenda kufanyika katika huo ukumbi, picha ninazo hapa. Sehemu gani nikikuonyesha na nyewe utasema kweli mna haki kusikiliza wadau wenu na kuyasogeza mbele. Nisichukue muda mrefu sana kwa sababu hii ni conference. Hatuhitaji kuwa kufanya kama mawaidha au kufanya nini, ni habari tu, umma ujue kitu gani kinaendelea, ilitokea nini, kuna nini na nini kitaendelea. Ni mambo matatu: kulitokea nini, kiko nini sasa hivi na kitu gani kitaendelea. Kwa hiyo mimi nimejaribu kueleza hayo na nadhani ameeleweka. Basi nisichukue muda mrefu sana, sasa nimpishe katibu wa kamati kuu ya mashindano aweze kujitambulisha na aweze kutoa sasa uelekeo mzima wa haya mashindano yatakuwaje na itakuwa ni nini na nini. Na nashukuru sana kwa kunisikiliza waandishi wa habari. Naomba kuwasilisha maudhui hii, na sasa nimkaribishe katibu wangu aendelee na kipengele hicho.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutakia ziada za kheri Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naitwa Isa Khamisi Sani, ni katibu mashindano ya kuhifadhi Qur'an tukufu, mashindano ya mkoa wa Dar es Salaam yanayoandaliwa na taasisi ya Ashabul Kahfi Islamic Center. Kama alivyotangulia kusema mwenyekiti, mimi sitokuwa na mengi isipokuwa kikubwa ni kuweza kutangaza rasmi mashindano yetu ya 11 ya kuhifadhi Qur'ani ya mkoa wa Dar es Salaam. Kutokana na kuhairishwa kwake, sasa tayari tumeshajipanga na kuweza kujua tarehe gani ambayo tutaweza kuyafanya mashindano hayo. Tusikilize vizuri wadau wa Qur'ani ili tuweze kuelewa na kuweza kuyachukua yale ambayo tunayasikia. Siku ya tarehe 7 mwezi wa 3 2026, tarehe 7 mwezi wa 3 2026 ndio yatakuwa kilele cha mashindano ya kuhifadhi Qur'ani tukufu, mashindano ya mkoa wa Dar es Salaam. Mashindano haya tumeamua kuyapeleka nyumbani, sababu kama alivyosema mwenyekiti au mkurugenzi wa taasisi ya Ashabul Kahfi, katika miongoni mawazo ambayo tulipewa ni kuweza kutafuta namna gani tunaweza kupeleka mashindano nyumbani ili wale wa nyumbani waweze kufaidika zaidi, kwa sababu ndio wadau wakubwa ambao wanaweza kufaidika mashindano haya. Kwa mashindano yatakuwa katika nyumbani Yombo, ukumbi wa Paradise ambao unapatikana Machimbo Lumo mwisho wa lami, Machimbo Lumo mwisho wa lami. Kama alivyosema mwenyekiti, ni ukumbi wa kisasa, ni ukumbi ambao unachukua takriban watu 1300. Kwa hiyo ni ukumbi mkubwa, ni ukumbi ambao tunaweza tukafanya mashindano yetu na yakawa mashindano makubwa kama yanapokuwa miaka yote. Namna gani tunaweza tukafika katika ukumbi huo? Kwa wale ambao wanatoka Gongo la Mboto, unapanda gari moja tu ambayo inakuja Machimbo Lumo, gari inakuja Tandika lakini inapitia njia ya Buza. Utafika kituo cha Machimbo Lumo, utashuka hapo utakuwa umefika. Kwa wale wanaotoka Kariakoo, unapanda gari zinazotoka Kariakoo zinazokuja Machimbo Lumo, ni gari moja tu ambayo unapanda. Lakini kwa wanaotoka Kigamboni, unapanda gari mpaka Tandika, alafu unapanda gari zinazokuja Gongo la Mboto zinazopita Buza na utashuka Machimbo Lumo. Kwa wale wanaotoka Mbagala, unakuja mpaka Tandika, unachukua gari inayokuja Gongo la Mboto ambayo inapita njia ya Buza na utashuka Machimbo Lumo. Hicho ni kituo maarufu, kituo ambacho kinajulikana na kila mtu. Kwa hiyo unaweza ukafika kwa kutumia namna hiyo ambayo nimeweza kuielezea hapa. Sina mengi ya kusema isipokuwa nilikuwa tu jina la ukumbi. Jina la ukumbi linaitwa Paradise ambayo inapatikana Machimbo Lumo. Lakini katika hizo kumbi kuna kumbi ina tofauti, lakini huo kumbi jina lake ni Tanzanite, ndio jina ambalo tutafanyia hayo mashindano. Lakini inapatikana hapo Paradise Machimbo Lumo mwisho wa lami. Baada ya kusema hayo, nawakaribisheni sana katika mashindano haya, mje mjionee namna gani Ashabul Kahfi imeweza kujiandaa na mashindano haya ya mwaka 2026. Baada ya kusema hayo, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, kama ilivyotambulishwa hapo mwanzo na mwenyekiti wangu, lakini akataja cheo bila kutaja jina. Kwa hiyo mimi ni katibu wa taasisi ya Ashabul Kahfi Islamic Center, naitwa Swaleh Omar Salim, na jukumu ambalo nimepewa ni kuhamasisha umma kuhusiana na haya mashindano yetu au fainali zetu za mashindano ya 11. Walillahi alhamdu, Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya mtihani ambao umetupitia na sisi tukaupokea kama ulivyo, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallama katika hadithi ambayo imetafsiriwa kwa Kiswahili ikiwa na maana kwamba kila jambo ambalo humpata mu'min basi kwake inakuwa ni kheri. Ikimpata jambo la kufurahisha kwake yeye inakuwa ni kheri na anashukuru, na likimpata jambo la shari pia anavuta subira na kwake pia inakuwa ni kheri. Na sisi jambo hili ambalo limetokea la kuahirisha haya mashindano tumelipokea, walillahi alhamdu, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akabadilisha kutoka kwenye kheri ikaja kuwa ni kheri zaidi. Na nichukue nafasi hii kuwahamasisha walimu wa madaris na Waislamu kwa jumla, Waislamu wa mkoa wa Dar es Salaam katika wilaya zake zote tatu, wilaya Ilala, Temeke na Kinondoni. Tunakuhamasisheni mje kwa ujumla na kwa wingi, kwa sababu huo ukumbi ambao katibu ameutaja ni ukumbi mzuri, ni ukumbi mzuri hasa, yani haupishani pakubwa sana na ukumbi ambao tulikuwa tunaufanyia kule JK Nyerere. Hapa wanahabari hamwezi kuamini, na Mtanzania yeyote ambaye anatusikiliza hawezi kuamini, lakini ukumbi ni mzuri, pamezidiwa kidogo tu. Kwa hiyo nikuhamasisheni ndugu zangu ni Waislamu, ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameshusha Qur'an, na kuhamasisheni kwa jumla ndugu zangu ni Waislamu kuhudhuria katika mashindano haya, katika fainali hizi ambazo tumehamisha kutoka kwenye ukumbi wa JK Nyerere na kuleta katika ukumbi ambao unaitwa Grand Paradise ambao uko katika maeneo ya Yombo. Ndugu zangu ni Waislamu, mashindano kama yalivyopangwa, Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia, na kama walivyotangaza katibu hapa kwamba yatafanyika tarehe 7 mwezi Machi kutoka kwenye tarehe 21 mwezi Februari. Kwa hiyo bado jambo liko pale pale na eneo liko wazi. Kituo ambacho amekitaja katibu nadhani kidogo alisahau, kinaitwa Machimbo, kinaitwa Mwisho wa Lami, yani maarufu sana kwa jina hilo, na ni ukumbi ambao uko barabarani. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye atapoteza pesa kama ilivyokuwa mara ya mwanzo kwamba akishuka posta atafute tena pikipiki ya kumpeleka JK Nyerere, pale unashuka unaingia ukumbini. Kwa hiyo na uhamasisha umma wa Islam wa mkoa wa Dar es Salaam wote kwa ujumla tuhudhurie katika fainali hizo za 11 za mashindano ya Qur'ani ambayo yanaandaliwa na taasisi ya Ashabul Kahfi. Baada ya hayo, nikushukuruni sana kwa kusikiliza na niseme salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبارك عليهم، وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Ndugu katika imani, ndugu waandishi wa habari,
Jambo la kwanza kabisa tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutufikisha na kutujalia kukutana katika eneo kama hili, kukutana katika tukio adhimu. Tunasema hakika yeye pekee ndiye muweza wa kila jambo, kwa sababu bila ridhaa yake tusingeweza kufika na kusimama hapa tulipo. Lakini vile vile jambo la pili, tunatoa shukrani kwa wale wote ambao wameweza kushiriki kufanikisha maandalizi haya au tukio hili kwa namna moja ama nyingine. Allah subhanahu wa ta'ala atawalipa katika kheri zake, lakini vile vile tunawaombea aweke mbali na shari alizowaandikia. Shukrani maalum ziende kwa uongozi na familia ya Ashabul Kahfi, hasa katika kuilea na kuibeba taasisi yetu pendwa ya Rajai Foundation. Kwa nini iwe hivyo? Mwanzo kabisa, wakati haijajulikana kuwa Rajai Foundation, tulikuwa chini ya usimamizi wa Ashabul Kahfi, ambao wao walitupa imani na wakaona fika kwamba tunaweza kuwa katika upande wao, na wakatupa nafasi ya kusimama, tukaweza kusimama mpaka leo tukatambulika kwa jina la Rajai Foundation. Lakini vile vile katika hili mchango wao ni mkubwa sana, si wa kupuuzwa hata mara moja. Ni mchango wenye thamani kubwa katika safari ya taasisi hii ya Rajai Foundation. Lakini vile vile katika mazungumzo ya mkurugenzi wa Ashabul Kahfi, amezungumzia kunako kupangwa tarehe mpya ya mashindano ambayo tarehe yake ilishakwisha kupangwa. Hata hivyo, kwa kuliweka sawa pia zaidi, baada ya mashauriano marefu kidogo ya taasisi ya Rajai Foundation na mkurugenzi wa Ashabul Kahfi, ikaonekana busara vyema kuiahirisha tarehe ile ambayo ilipangwa hapo awali. Na uamuzi huo haukuwa ni wa kubahatisha. Kwa sababu gani? Kulikuwa na lengo la kulifanya jambo hili liwe na uzito zaidi, liwe na maandalizi bora zaidi, lakini vile vile liwe na matokeo mazuri yenye athari chanya katika jamii inayotuzunguka. Hiyo ndio ilikuwa maana sahihi. Lakini vile vile dhamira yetu hasa kama Rajai Foundation, dhamira yetu kuu ni kuhakikisha kuwa tukio hili adhimu linakuwa chachu ya mabadiliko, hasa mabadiliko ya jamii, ya vijana, walezi pamoja na watoto. Lakini vile vile tunatamani sana kuona matokeo haya yatakayopatikana yatagusa nyoyo za watu na kuleta manufaa ya kudumu katika jamii. Hilo ndio ilikuwa leo. Na kama alivyosema mwalimu, mfano mzuri wa hilo ni kuwainua walimu wa madarisi mbalimbali, kuwainua walimu, kuwaenzi, kuwatia moyo zaidi na zaidi, kwa sababu bila juhudi za walimu hao au subra ya changamoto wanazozipitia katika kufundisha, kuwafunza watoto wetu, bila subira zao, basi tusingeweza hata kupata wanafunzi ambao wangeweza kushiriki mashindano haya ambayo sisi leo tupo nayo na tunayatarajia inshallah. Kwa hiyo
tunaweza kusema kwamba walimu kama walimu wa madaris wao ni wapanda mbegu, na sisi tunaenda kuvuna zile mbegu walizopanda wao. Wamefundisha watoto, wakawaelimisha, wakawafunza, wakawapa maarifa. Sisi tunavuna kwa namna gani? Tunapowatumia katika kutuburudisha katika Qur'an, kutusomea Qur'an, kuwasikiliza wakisoma. Hayo ni matunda ambayo tunayavuna kutoka kwa walimu hao. Kwa hiyo tunaweza kusema ya kwamba wao wamepanda mbegu nzuri na sisi tunaivuna mbegu hiyo kwa kuwafuta jasho, lakini vile vile kwa kuwaongezea juhudi za kutoa maarifa, kuwaongezea wale vijana wetu ambao wanawafunza. Lakini ndugu zangu katika imani, ndugu waandishi wa habari na wengineo wanaotizama, kwa wale ambao hawaifahamu taasisi ya Rajai Foundation, ni taasisi ambayo makao yake makuu yako Singida mjini, ambayo ilianzishwa miaka kadhaa michache nyuma iliyopita, na taasisi hii inaongozwa au ilianzishwa na mwenyekiti wake ambaye ni Rajab Juma almaruf Eden Rajab. Ni kiongozi mwenye maono, hasa mwenye dhamira ya kuona elimu na maendeleo ya kijamii vikikua kwa msingi wa maadili na heshima. Na ndio maana leo tuko hapa, tumeweza kusapoti mashindano kama haya. Lengo ni kukuza vipaji pamoja na elimu na kuwafanya wale walioibeba elimu ile kufarijika kupitia mgongo wetu, kwa sababu alizoziandika Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini vile vile tufahamu jambo moja, Rajai Foundation pamoja na Ashabul Kahfi kufanya jambo kama hili na wengineo ambao wameweza kushiriki katika wadhamini, kufanya mambo kama haya si kwa sababu ya kutafuta umaarufu au si kwa sababu ya kutafuta sifa, bali ni kuleta athari chanya katika jamii zote zinazotuzunguka, lakini vile vile kutegemea malipo yaliyokuwa mema na mazuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu, tukio hili si la kawaida, tulingojee kwa hamu, na itakapofika basi tutapata mengi yatakayoathiri nyoyo zetu pamoja na maisha yetu ya kawaida. Lakini vile vile huu ni mwanzo wa safari mpya, tukimaanisha kwamba ni alama ya mshikamano, kuungana taasisi moja na taasisi nyingine kufanya jambo ni alama ya nini? Ya mshikamano. Leo wametokea wadhamini sehemu tofauti tofauti, akiwemo Rajai Foundation, wakadhamini mashindano haya. Si wao pekee ndo wanatakiwa kufanya hivi mara kwa mara, kila mmoja anaruhusiwa kufanya. Hiyo ndio maana halisi ya mshikamano, kila mmoja anaruhusiwa kufanya. Na kuchangia chochote si mpaka uwe na pesa, uwe na vitu vingi, uwe na mali nyingi, hapana. Hauna cha kushirikiana kupitia pesa, tumia mawazo yako, washauri watu, fanyeni hivi, fanyeni hivi, fanyeni hivi, jambo linakuwa, na wewe unakuwa katika wadhamini wa mawazo. Akili yako inatumika katika kutatua mambo mbalimbali ambayo yatanufaisha jamii yako inayokuzunguka na kizazi kijacho, na kunufaisha umma kwa ujumla. Hata wanachuoni wanasema laisa shartan an yakuna rizqu mali, si lazima riziki iwe ni mali. Pengine hawa wadhamini waliojitokeza wachache wamedhamini mali, wakatoa mali, lakini hata wewe unaweza kudhamini kupitia fikra zako, akili yako, muda wako. Hayo ni mambo ambayo yanatengeneza mshikamano mzuri, lakini vile vile ni ishara ya matumaini mazuri. Tunapozidi kufanya hili, basi
mambo yanazidi kuwa makubwa na zaidi. Allah subhanahu wa ta'ala kupitia hayo akatupa malipo makubwa zaidi na zaidi. Lakini vile vile tushirikiane, tushikamane na tuendelee kuunga mkono juhudi hizi ili wafuasi wa Rajai Foundation na wadau wake waendelee kuacha alama njema katika jamii biidhnillahi ta'ala. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu atujalie ikhlas katika nia zetu. Katika hili tunalolifanya basi iwe ni katika malipo na isiwe ni katika kujionyesha katika mazingira ya macho ya watu. Lakini vile vile abariki juhudi zetu kuanzia Ashabul Kahfi na wengine waandishi wa habari na wengine watakaopokea maneno haya yaliyozungumzwa, basi wayapokee katika nia njema, lakini na ayafanye matokeo ya tukio hili kuwa ni ya kheri na manufaa makubwa kwa umma, vile vile kwa taifa kiujumla. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dumtum fi riayati llahi wa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nichukua fursa hii kushukuru uongozi wa Ashabul Kahfi Islamic Center, lakini pia nitakuwa mchoyo wa fadhila nisiposhukuru waandishi wa habari kwa wingi wenu. Nyie pia ni masponsa, hilo naomba mnifahamu, kwa sababu mko hapa kuhabarisha umma, kuujuza umma, na mmeitikia kwa wingi zaidi ya vyombo vya habari 10 na kwa wingi wenu siwezi kuhesabu. Mimi niko hapa kukuhabarisheni, kukujuzeni kuhusu mashindano haya. Kuna mambo mengi kiukweli yameandaliwa, kama nilivyojitokeza mwanzo na kuhamasisha. Sisiti, sioni ajizi au sioni fedhea kuhamasisha tena, lakini kabla ya kusema yaliyopo nitaanza na aya ya Mwenyezi Mungu inasema, asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum. Huenda ukalipenda jambo likawa lina shari kwako, na huenda ukalichukia jambo likawa lina kheri kwako. Tulikuwa tumepanga, lakini kile tulichokipanga, tarehe tuliyoipanga, Allah hakukusudia au Allah hakutia wepesi jambo lifanyike katika tarehe hii. Kuna mengi sisi kama binadamu hatujui kwa nini, lakini Allah anajua. Muhimu zaidi, ile tarehe iliyopangwa ni sisi kuwa tayari. Naomba niwajuze wa Tanzania, nadhani sehemu nyingi, mashindano mengi, mnaenda mnaona wanafunzi wanapata zawadi. Mashindano ya Ashabul Kahfi Islamic Center, wanafunzi hawatopata zawadi, bali watamiminiwa zawadi. Kuna kupata na kumiminiwa. Kumiminiwa ni kitu kingi sana. Kwa hiyo taasisi ya Ashabul Kahfi imeandaa zawadi nono kwa washindi. Sio mshindi anakuja anaondoka na 500,000, hapana. Ni hela ambayo baba, mwalimu, utapoipokea mtoto wako kashinda, mmefunga hesabu ya siku. Hilo la kwanza. La pili, ukumbi uliopo, kama tunavyojua historia ya taasisi ya Ashabul Kahfi Islamic Center, mwanzo wa mashindano ulipoanza umekuwa ukizingatia kutokana na mwitikio wa watu. Kadri watu wanavyozidi, na wao huenda kutafuta sehemu munasibu kutokana na idadi ya watu. Kwa wale waliotufuatilia mashindano yaliyopita, nanyi waandishi mtakuwa mashahidi kwamba hata ukumbi mwaka jana ulihemewa na ulizidiwa. Kwa hiyo mwaka huu, moja ya kigezo pia kilichosababisha, waliona ni muhimu kutafuta eneo.
Kwa hiyo mbeleni, Allah akitupa uzima, msishangae na sisi tukafika sehemu kubwa kubwa, yani kama maviwanja na nini huko, kwa sababu taasisi Ashabul Kahfi walillahi alhamdu imekuwa na mwitikio wa jamii, mwitikio ulio mzuri. Kwa hiyo niwaombe wa Tanzania tujitokeze. Kwanza, siku ya mashindano, ndani ya ukumbi wa mashindano zitapatikana dakika kadhaa za mtu unaulizwa swali, ukipata unachukua zawadi. Ni zawadi gani? Njoo, sitokwambia ni zawadi gani. Wahi mapema ukumbini, chukua siti yako, unakula kiyoyozi na IC na usomaji ulio mzuri. Wasomaji waliopo sio watoto wa kubabaisha, mchujo umefanyika kweli kweli. Lakini walimu wale ambao watoto hao hawajashiriki madrasa nyingine, leteni watoto wenu wapate kuhamasika. Walimu watashikwa mkono, walimu watainuliwa. Tushazoea, tunaenda nasikia mwanafunzi kapata nafasi ya hija, mwalimu umebaki pale, passport unaenda kuiweka ukiangalia kama kitambulisho. Lakini taasisi ya Ashabul Kahfi Islamic Center kushirikiana pamoja na mdhamini mkuu, main sponsor Rajai Foundation, wanaenda kumfuta mwalimu machozi. Tena hataki kumfuta ili baadaye aliye tena anafutwa kabisa, hataki ile akitoki kitu. Nadhani tumeelewana. Kwa hiyo walimu, hii ni fursa yenu, jifue kweli kweli mpaka tarehe 7 mtoto akija pale aondoke na zawadi. Lakini sambamba na hilo, imezingatiwa kwamba sehemu ambayo ni rahisi kufikika. Zamani ilikuwa ukifika sehemu upande tena gari huko kwenye mashindano, mtu anakupigia huku. Kwa hiyo tumezingatia, ukishuka umeingia ukumbini, hakikisha unawahi mapema. Kuna mengi mazuri yameandaliwa kwa ajili yenu. Kuna zawadi mbalimbali kwa wahudhuriaji. Kutakuwa na maswali, ukipata swali utaulizwa swali, ukipata utapata zawadi. Ni zawadi gani? Wahi mapema. Lakini pia niwaombe, tulikuwa na wanafunzi kutoka chuo cha CBE ambao wakiongozwa na Shuaib Badana na Muhsin, wamehamasishana wanafunzi watakuwepo kwa umoja wao, watatoka. Huu ni mwezi wa Qur'an, kama mlivyojitokeza waandishi kwa wingi wenu hapo, mnaipenda khairi, mnaipenda Qur'an. Nawe Mtanzania popote ulipo, tarehe 7 acha shughuli, ni holiday ya Qur'ani, ni mapumziko ya Qur'ani. Njoo pale usikilize Qur'ani inavyosoma. Na kwa bahati nzuri Qur'ani imeteremshwa mwezi wa Ramadhani. Nisiongee mengi, nisimalize utamu. Njoo tarehe 7 uone taasisi Ashabul Kahfi ina mengi nimekuandalia. Mimi nitakuwepo, hakikisha na wewe utakuwepo, na waandishi wote watakuwepo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.